Mtazamaji wa Zantime Media, leo hii ikiwa siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amefanya ziara ya kukagua ujenzi wa barabara mbalimbali ikiwemo barabara ya viwanja vya magereza hadi kwa Mchina, Mwanakwerekwe Makaburini, Magomeni hadi Kariakoo, barabara ya flyover Amani, barabara ya Amani Mikunguni hadi Biziredi, barabara ya Mnazi Mmoja hadi Malindi na Kinazini na barabara ya ZRA hadi Fumba, pamoja na kukagua bandari ya Maruhubi, yani bandari ya Mpiga Duri. Na miongoni mwa aliyezungumza katika ziara hiyo pamoja na Waziri wa Ujenzi Dr. Khalid Salum Mohamed kuelekea katika mashindano makubwa ya AFCON. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Mwinyi. Namshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na mambo mengine, lakini kwa maamuzi yake makubwa ya kuamua kuweka miundombinu hii, lakini pia kuridhia kwamba AFCON iweze pia kufanyika Zanzibar. Tunajua tulihitaji kutengeneza miundombinu ambayo yatatulazimu kuqualify kwenye status hizo ama standard hiyo, na Mheshimiwa Rais akachukua hilo jukumu, na kwa kweli leo ni baadhi ya maeneo ambayo tumeweza kuyapitia, lakini mimi nasema alhamdulillah, kazi inaenda vizuri. Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako, na kushukuru sana sana, kwa kweli mnaendelea kusimamia vizuri. Mtu ambaye hajaje Zanzibar miezi 6 tu, sisemi miaka 2 na 3, ama mtu ambaye hajawahi kuja huku Fumba mwezi mmoja ama miezi 2 tu, basi akija ataanza kuona mabadiliko makubwa sana. Na najua pale mwanzo tuliposema kwamba tutajenga barabara ya lane 6, watu walijiuliza sana, hawakuamini kwenye vichwa vyao kwamba Zanzibar inawezekana. Lakini tuambie imewezekana, na barabara ndio hizi ambazo tumezitembelea leo. Shida hapa sasa hivi itakuwa hazijakamilika kwa kiwango cha lami, lakini kama zinaweza kukamilika kwa kiwango hichi, basi wakandarasi watakamilisha, na mimi naamini ikifika mwezi Disemba penye uhai, basi maeneo haya yatakuwa yako tayari kwa ajili ya yale maandalizi ya AFCON, lakini pia kwa matumizi mengine ya wananchi ya kawaida, ambayo itakuwa ni sehemu kubwa ya kuifungua Zanzibar katika kuhakikisha imeweka miundombinu imara, na pia kuhakikisha kwamba uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua katika maeneo yote. Lakini naendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa maamuzi yake haya. Wakandarasi hawa walikuwa wana miradi yao na walikuwa wana mikataba yao, lakini baada ya kuona ile seriousness alionayo Mheshimiwa Rais, wamekubali kutumia muda wao wa ziada ili kuhakikisha kwamba miradi hii kwanza inakamilika, halafu ataendelea na mikataba yao katika miradi mingine iliyopo. Sasa hili ni jambo kubwa kwa wakandarasi wetu, nami nichukue nafasi hii kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana na kuwapongeza na kuwapa moyo kwamba tutawapa maximum support kuhakikisha kwamba wanakamilisha taratibu hizo. Tumeanzia kule ZRA, barabara ile yote itakuja moja kwa moja mpaka Fumba kwa ajili hasa ya kutoa huduma katika mji wa Fumba, lakini hasa mji wa michezo wa Fumba. Maelezo yameshatolewa, barabara itakuwa njia 6 na njia moja itakuwa dedicated kwa ajili ya mabasi, lakini pia na hapa tutakuwa na njia 6 zitakazokwenda kwenye uwanja, lakini humu ndani mna barabara nyingine nyingi, nadhani karibu kilomita 63 ndani ya eneo hili, ambazo nazo hizo zinajengwa, na kuna wakandarasi waliopo hapa tu, karibu wakandarasi 3. Tuna Iris wako hapa wanajenga barabara hiyo, lakini pia Orkun wanajenga barabara hii, na hizo nyingine za ndani zinajengwa baina ya hao, na pia kuna kampuni nyingine ya CRJE nao wako hapa.
Madhumuni yetu kwamba barabara hizi zote kabisa, mheshimiwa, ikifika Disemba ziwe zimekamilika, kwa sababu mashindano ya AFCON yako June. Hatutaki kuchukua riski, kwa hiyo tunataka ikifika Disemba, kama kuna kazi basi Januari, Februari tuwe tumekamilisha kila kitu katika eneo hili. Mheshimiwa, mbali ya michezo au mji wa michezo, lakini kufunguka kwa barabara hizi kutasaidia kupanua uwekezaji katika eneo hili. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.